na tulikuwa tunaitamani wanavyoimba, na hasa kikondakti Mama Kakoza. Na nikikaa na mtu nikaona haimbi, mimi naimba, aniangalie asiniangalie, wewe unaimba tu. Niko kwa Mungu, kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Moyo mtakatifu wa Yesu. Kwa majina naitwa Fausta Ndazi au ukipenda Fausta Furaha Ndazi, kutoka parokia ya Roho Mtakatifu Segerea. Nipo hapa kuelezea kidogo historia ya kwaya ya Bikira Maria Mama wa Mungu au BMM, ambayo ni kwaya ya kina mama watupu katika parokia hii ya Roho Mtakatifu Segerea. Kwa kifupi kabisa, wazo la kuanzisha hii kwaya lilitokana na matendo ya huruma yaliyokuwa yaende yakafanyike seminari kuu ya Segerea, na wazo kuu lilitoka kwamba tunapoenda kule sisi ndio tukainjilisha. Kwa hiyo mwenyekiti wa wakati huo, mimi nikiwa katibu wa WAWATA, Mama Yolanda Kaunduka, alileta hilo wazo, na kwenye kamati tendaji tukaona ni wazo zuri, tuwe na akina mama pekee waende wakaimbe kusindikiza yale matoleo tuliyokuwa tunayapeleka Segerea. Ilikuwa 2016. Kwa hiyo kwaya ilikuwa haina jina, ilikuwa iliinuka kama kwaya ya WAWATA, ambayo ilichanganya wanakwaya wa kwaya nyingine, akina mama wa kwaya nyingine zilizokuwepo Segerea, pamoja na wamama wengine, akina mama wengine waliopenda kuimba kwa ajili ya kusherehesha maadhimisho ya misa takatifu ambayo iliadhimishwa mwaka 2016. Wazo likaletwa kwenye mkutano wa akina mama wa halmashauri na likapokelewa vizuri, ndipo mazoezi yakaanza. Tukapewa mwalimu kati ya walimu waliokuwa wanafundisha zile kwaya nyingine. Kama nakumbuka vizuri, alikuwa anaitwa Deusdedith Kibaganjwa, ndio ambaye alikuwa mwalimu wetu, mwalimu wa hiyo kwaya iliyokuwa kwaya maalum kwa ajili ya WAWATA. Na mimi nilikuwa mmojawapo wa wale walioimba. Niliimba sauti ya kwanza kwenye hiyo sherehe ya kule kwa seminari kuu ya Segerea. Baada ya kuimba, kufanya mazoezi na kwenda kuimba, wamama wote kwa ujumla walioimba walitamani tuwe na kwaya pekee ya kina mama pekee katika parokia yetu. Kwa hiyo walitamani tuendelee kuimba hata hapa. Kwa hiyo ikawa kwenye shughuli zile za WAWATA parokia, tukawa tunakaa pamoja, tunafanya mazoezi, tunaimba. Na baada ya hapo tulitakiwa kurudi, wanaoimba ambao walikuwa wanaimba kwenye kwaya zao warudi kwenye kwaya zao, wale waliokuwa hawaimbi walishawishiwa kujiunga na kwaya nyingine. Lakini wazo la kina mama waliokuwa pale, waliokuwa kwenye hiyo kwaya maalum, walisema wanatamani parokia iwe na kwaya pekee ya kina mama na wala tusijiunge na zile kwaya nyingine. Kwa hiyo wazo likapelekwa kwa baba paroko. Wakati huo baba paroko alikuwa Padri Josephat Mbaga, akaridhia. Wanakwaya wa kwaya nyingine ikabidi warudi kwenye kwaya zao, ukabaki wanakwaya ambao tulikuwa ni wanakwaya wapya, na ilikuwa kwa jina la Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni. Hatukuwa wengi,
yani tulikuwa kwenye 20 na, lakini polepole tulifika mpaka 30. Mwalimu wetu akaendelea kuwa yule yule. Kwa hiyo tukaanza kama kwaya ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni, lakini baba paroko akawa amesema Bikira Maria, akatoa jina lingine kwamba Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni. Adhimisho lao lilikuwa linafanyika kwenye sikukuu ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni, ambapo Maximilian Maria Kolbe ndio waliokuwa wanaiadhimisha siku yao. Kwa hiyo akatupatia sasa tuingie akatupatia jina lingine ikaitwa kwaya ya Bikira Maria Mama wa Mungu, na ndio ambayo ipo mpaka sasa. Wazo hili lilivyokuja bado tulishawishiwa kurudi kuingia kwenye kwaya nyingine. Ilibidi tuitwe na UKWAKATA tujieleze kwamba tunaweza tukaimba kweli peke yetu. Tulikuwa na Mary Kagaruki kama sikosei na Rosemary Gordon. Tukawa tumeenda pale kwa viongozi wa UKWAKATA, wakati walikuwa nadhani Shikwakwa kitu kama hicho. Tuka defend, tukasema tunaweza kuimba kama akina mama. Wakatuambia tuko tayari kuingia kwenye zamu, tukasema tuko tayari kuingia kwenye zamu. Na wamama walisema kama itavunjwa hiyo hawataenda hata huko kwenye hizo kwaya nyingine, kwa sababu walikuwa wanajisikia amani, furaha na mshikamano wa kina mama kwenye ile kwaya. Kwa hiyo ikawa imekubalika, tukaanza kama kwaya rasmi ya parokia. Lakini bado viongozi kamati tendaji ya WAWATA ilikuwa kama ndio walezi wa ile kwaya. Na mimi niliingia nikiwa katibu, tulikuwa pia na makamu mwenyekiti wa kamati tendaji ya WAWATA alikuwa Mama Elizabeth Makwanda. Lakini pale sisi wakati wanachagua uongozi, tulisema sisi kwa sababu ni viongozi wa WAWATA hatuwezi tena kuwa viongozi wa kwaya. Kwa hiyo viongozi wapya wakachaguliwa, tukawa ni kwaya kamili yenye viongozi wake, na tukaanza utume kama kwaya nyingine zozote, ambapo imeendelea mpaka hivi sasa. Kwa kifupi, hivyo ndivyo ambavyo kwaya yetu ilianzishwa. Mimi nikiwa naimba sauti ya kwanza mpaka 2019 nilivyoacha kutokana na changamoto za kiafya, lakini bado ni mwanakwaya. Bado kama kuna kitu cha kusaidia kwenye kwaya, niko tayari kutoa kile ambacho naweza, Mungu amenipa karama ya kukifanya kwa ajili ya kuendeleza kwaya. Kwa hiyo bado mimi ni mwanakwaya Bikira Maria Mama wa Mungu au BMM. Mama, nikupongeze sana kwa kweli. Una historia ambayo imeshiba na umetukumbusha kwamba mwanzo ilikuwa ni ziara yenu ya kwenda kuinjilisha katika seminari ya Segerea. Historia imenyoka sana, na umetuambia pia kwamba wakati mnaanza hamkuwa na jina, lakini hatimaye mkajikuta mnapata jina katika sababu ambazo umetuambia. Na kingine ambacho nimekisikia vizuri sana kwenye historia yako, unasema mliulizwa kama mnaweza kuhudumu peke yenu kwa kujitegemea na mkadefend. Natumia neno la Kiingereza vizuri, ukasema tuliamua kwenda kujidefend, kujitetea, kuthibitisha kwamba sisi tunaweza. Lakini lingine ambalo hilo ndo nataka nitengeneze sasa swali langu na niweke msingi wa swali langu. Unasema hatimaye kuna siku ilitokea mkatoa maelezo kwamba sisi tukiambiwa tusiimbe basi kwa vyovyote vile hatutapenda, tuko radhi hata kuacha basi. Kwa hivyo ni kama mlipata ladha fulani, ni kama kuna kitu mlikipata nyinyi kuwepo kama kwaya ya BMM. Kwa mkao mnaona hakuna maisha mengine mnaweza kuyafanya kwenye kwaya nyingine tofauti na ile. Nini ilikuwa siri ya hicho? Asante mtangazaji. Siri ya hilo
ilikuwa ni ile hali ya undugu zaidi kama kina mama na namna ya kushirikishana kama kina mama, lakini pia tulikuwa na kwaya ya akina mama ya WAWATA ya nyimbo ilitupa hamasa kwamba kama nyimbo WAWATA nyimbo wanakwaya, na tulikuwa tunaitamani wanavyoimba, na hasa kikondaki Mama Kahoza. Sasa tukasema na sisi tuwe na kwaya yetu Parokia Roho Mtakatifu Segerea ya akina mama tu, uinjilishe na sisi tufuate zile njia ya Bikira Maria. Hatutakuwa kama Bikira Maria, lakini tutafute namna nyingine ya kumwenzi Mama Maria, kwamba hata sasa katika utandawazi huu, katika mazingira haya tulionayo, tunaweza tukamsifu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo ni kama watu mlikuwa mmeshajitengenezea sehemu ambayo mliweka nadhiri zenu kwamba hapa sasa tumejipanga katika jambo hili, katika hali ya kumtumikia Mungu. Mtu anapowaondoa kwenye hilo eneo ilikuwa kama anatoa kwenye uwepo ilikuwa anatoa kwenye uwepo, lakini basi hatimaye mkafanikiwa. Sawa. Sasa nakumbuka umeniambia kwamba hukuendelea kuimba kutokana na hali ya kiafya, lakini bado upo, na ndio maana leo naongea kwa niaba ya kwaya kama mtu ambaye unafahamu imeanzaje na iko wapi. Neno gani unawaachia wanakwaya ambao wapo hapo, na nyinyi ni wanakwaya ambao ni benchi la ufundi, mko mmekaa huko mkitazama, ni ujumbe gani unawapa wa kuwatia moyo? Asante. Ujumbe ambao mimi nataka niwape kwaya Bikira Maria mama wa Mungu, uchukulie kwaya kama ni mtume wa kufikisha mbinguni. Uchukulie utume wa kwaya ni zawadi ambayo tumepewa na Mungu ili tumsifu, tumtukuze, tumwabudu, lakini pia tuwafanye na waamini wengine waweze kumtukuza Mungu kupitia sauti zetu. Na kwa sababu ni zawadi, na ninaamini kwamba Mungu anapenda kusifiwa, Mungu anapenda kutukuzwa katika kuimba. Tuwe wanyenyekevu, tuwe watii kwa hierarkia, kwa viongozi wa kwaya na kwa waamini, na tuisikie sauti ya Mungu. Kama kunatokea chochote, simame katika Mungu na tujikite kwenye kujikabidhi kwa Mungu. Tusiimbe kwaya kama kwaya nyingine za ulimwenguni. Tujue kwamba bila Mungu hatuwezi. Kwa hiyo hata tunapokuja kwenye mazoezi, tufike kanisani hata dakika 2 kwamba Bwana Yesu, ninakuja kuifanya kazi yako. Tukumbuke kabisa kule mbinguni kilichomtokea Lucifer, kwamba Mungu anapenda kusifiwa, lakini kile kiburi alivyoona Mungu yani Mungu anafurahi akiimba na kundi lake, alijiona anataka kuwa karibu na Mungu, aliona anaweza akawa kama Mungu. Kwa hiyo wazo langu au wosia, kama ni wosia au ni naweza nikasema ni onyo, tuondoe kiburi kabisa tunapoimba, na kwaya hii itakuwa ni mfano. Tuondoe kiburi, tusikilize hierarkia wanachotaka. Ninajua mimi niko kwenye kamati ya liturujia sasa hivi. Ili waamini waimbe, wanahitaji nyimbo ambazo zimezoeleka, ili kule kuimba kuwe shirikishi. Nyimbo zile ambazo ni mpya uwepo mmoja kwa ajili ya na urudiwe mara nyingi ili uzoeleke. Lakini zaidi mimi ninawasifu Walutheri. Walutheri wana nyimbo nyingi, lakini nyimbo za kwenye liturujia ni za kwenye kitabu cha kwao, ambazo ni nyimbo kila
kila muumini anaimba, na utamkuta kila Mlutheri akienda kanisani anabeba na kitabu cha nyimbo. Kwa mimi natamani zile nyimbo tuzienzi, zile nyimbo nyingine ziimbwe kwa wakati maalum kama ambavyo wenzetu wanafanya. Kuna matamasha, kuna nini, lakini unaweza ukaimba mara moja tu wimbo mmoja katika zile za liturujia zote, ukaimba moja labda wakati wa kutoka, ukaimbwa wimbo ambao ni mpya na ukaimbwa mara nyingi, ili na wenyewe uingie kwenye kuzoeleka, ziingie kwenye vitabu, kusudi tunapoenda kanisani watu wote tushiriki, kwa sababu misa takatifu ni kushiriki, sio kusikiliza. Mama Ndazi, unaonyesha wala uhitaji mtu akwambie unapenda kwaya, yaani uhitaji mtu akwambie huyu anapenda kwaya. Naonekana kwaya iko kwako, na umetuambia pia katika ile historia kwamba walau kwa sasa ni kwamba ulipitia changamoto kidogo za kiafya na hauimbi, lakini inawezekana pia unapata maumivu kidogo. Kwa nini unapenda? Ni imekutokea hivyo tu, au kuna kitu ulikikosa au ulitendea kwenye hiyo kwaya mpaka imekufanya sababisha kama inaingia damuni? Umependa, ni kipaji chako? Ni nini siri hapo? Kuna vitu viwili. Naona unajisikia sana Mimi napenda kuimba nikiwa misa. Okay. Na nikikaa na mtu nikaona haimbi, mimi naimba, aniangalie asiniangalie. Wewe unaimba tu. Niko kwa Mungu naimba. Ndio. Kwa hiyo iko kwenye damu. Napenda kuimba. Na babangu alikuwa anaimba. Okay. Na kwenye familia wote tunapenda kuimba sana. Tukiimba hapo sauti zote zinakubali. Lakini BMM naipenda kwa sababu naweza nikasema ni kwaya ambayo na mimi nilipenda kwa sababu ni akina mama, labda niseme hivyo. Okay. Yaani naipenda kwaya BMM. Na sijui namna nyingine, lakini napenda kuimba kwa sababu napenda kumsifu Mungu. Labda ndio kwa kifupi. Nikiwa kanisani napenda niimbe, wimbo ukiimba niimbe, niitikie kwa nguvu, ndio najisikia. Hebu tusisitize hapo. Siku moja nimehudhuria tukio la misa, ilikuwa ni Jumapili ya pili ya Pasaka. Aliendesha Father Dennis Kunambi. Aliwatawanya wanakwaya. Ilikuwa ni sikukuu yao. Yeye alipoingia kwenye misa akawatawanya wanakwaya ili wakae huko kwa waamini. Na kwa maana nyingine ni kwamba asikie kanisa zima likiwa linaitikia na likiimba. Bado nina swali hapo. Nini kinawafanya waamini wa Katoliki, tena walio wengi, wanafanya hicho ambacho wewe hukipendi, kwamba mtu amekaa tu anasikia wimbo ukiimbwa na haimbi? Na sio kwamba haufahamiki, unafahamika vizuri kabisa, anausikia haimbi. Ni nini kipo? Ni kwamba na yeye anakuwa hajavaa hivyo viatu vya yeye kupenda utume wake na kumwimbia Mungu. Hebu tutumie huu ujumbe au nafasi hii kuwaambia wale ambao wanakaa kwenye kwaya, wanakuudhi kama unavyokaa wewe kwenye misa, kwamba unakuta mtu amekaa hapa alafu haimbi, na kwaya inatuinjilisha sisi wote. Ni kitu gani huwa kinatokea kwa kanisa letu? Hilo swali nashinda kulijibu kwa sababu siko kwenye viatu vyao, kwamba ni kitu gani huwa mimi huwa naona kama vile wamelazimishwa kuja misa. Labda kwa kifupi. Kwa sababu kama umedhamiria na una malengo yako, unataka kuwasiliana na Mungu, unataka ukamshukuru, unataka ukamuombe, unataka ukaombe toba kwa yale uliyofanya, au ukamfurahie kama yeye baba yako. Nikamfurahie kama baba yangu aliyekufanyia kila kitu, anayenifanya hata nipewe pumzi, hata niwe hivi na alafu umekaa tu hivi. Alafu mimi nadhani unakuwa umekuja kama umelazimishwa. Yaani tunakuja kanisani kama desturi, lakini hatumaanishi. Kwa hiyo ninachoomba waamini wenzangu, tubadilike. Na ambacho huwa kinanishangaza, muumini huyo aliyeko hapa akienda labda, maana watu tunaenda tunasali hapa, tunaenda kwenye
kaenda kwa majirani. Akienda kwa majirani anatoa sauti. Kwa hiyo sasa hapo huwa anashindwa kuelewa kwamba je, Mungu wa kule ni mwingine na Mungu wa hapa ni mwingine, kwa Yesu wa Ekaristi ni mwingine, au Mungu wa kwa wale watu ndio Mungu kweli kweli kwa sababu anakuona. Kwa hiyo hili ni swali limebaki kwenu watazamaji. Tujiangalie na tujiulize. Tunanyanyuka, tunajua kabisa Jumapili naenda kusali, naenda kumwabudu Mungu ambaye kwangu ni kila kitu. Nafikiri neno hilo ni zuri zaidi, limebeba yote. Kwangu ni kila kitu. Lakini unafika pale unashiriki, unachagua sehemu za kushiriki tu. Na wanakwaya labda pengine wanakuwa naimba, na unakuta mara nyingi ni nyimbo, kwa sababu hata kama umesema ni nyimbo zingine unakuta labda hazikufahamika, lakini kwa vyovyote vile unakuta nyimbo zile nyingi zinafahamika, zinaimbika tu. Na kwa mtu yeyote ambaye yuko serious, wakiimba mara mbili, mara ya tatu alipaswa kufuatwa, kwa sababu maneno yale yanajirudia kwa kanisa letu. Kwa labda ni ujumbe kwako mtazamaji kwamba tujitathmini na tujirudi kwa maana ya kushiriki. Wewe umetoa mfano ukasema wakienda kanisa lingine, sio kanisa lingine, tukienda tu hata pembeni hapo tukakuta mziki tofauti, mziki tofauti kabisa, wala unyanyuliwi. Na pengine unakuta mtu ameshika mashairi yote ya ule wimbo, na midundo ni migumu ya zile nyimbo zetu hizi zingine za kibongo flava, ni midundo migumu sana, lakini mtu anashika shairi moja baada ya lingine. Tumrudie Mungu na tumtumikie katika sauti na namna aliyotujalia. Zaburi ya 100 ni Zaburi ya 50 inasema kila mwenye pumzi ni 50 nafikiri Zaburi ya 50 150 kama ya 150 nasema kila mwenye pumzi na amsifu mama. Turudie kila mwenye pumzi na amsifu Mungu. Asante sana. Nikushukuru kwa muda wako. Asante sana. Karibu tena wakati mwingine. Amina. Asante sana. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.